Imetimia saa 5 na dakika 30 ama saa 5:30 saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana kwenye sehemu yetu ya pili ya yanayojiri na sehemu ya kwanza ya mjadala wetu kuhusiana na ujauzito na uzazi. Na hii leo tutakuwa tunaangazia ni kipi ambacho huenda kingezuiliwa, lakini kwa sababu kulikuwa na mapuuza kiwango fulani hakikutimizwa na mama mjamzito hakupata usaidizi wakati unaofaa. Kuna sababu tatu ambazo ni sababu tatu kuu zinazoendelea kuathiri afya ya akina mama wajawazito, na hali hii inaongeza idadi ya vifo na kurudisha nyuma hatua ambazo Wizara ya Afya pamoja na mashirika mengine yanayoshirikiana kumsaidia mama mjamzito afya ya uzazi, hatua ambazo zimepigwa kurudi nyuma. Tatizo kuu liko wapi? Hapa kwenye studio, kwa sababu tuko darasani. Kila wakati nasema kwenye hiki kipindi tuko darasani, walimu wako pale, mimi pamoja na wewe mtazamaji, sisi ni wanafunzi tunasoma pamoja ili kuongeza maarifa, na kile ambacho huenda tulikidhania kiko sawa tunaweza kurekebishwa na kujua sasa tuko sawa. Nyinyi ndio walimu wangu watatu, karibuni sana. Nitaweza kuwatanguliza mmoja baada ya mwingine. Ninaye Daktari Rosa Chemwe, nimesema vizuri, ni mtaalamu wa afya ya uzazi katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Karibu sana daktari. Pia tunaye Dennis Brutus Oduor, sio ni mratibu katika kitengo cha damu kaunti ya Nairobi. Karibu sana, kwa sababu damu ni muhimu sana kwa yule mama akiwa mjamzito, wakati wa kujifungua na hata baada ya kujifungua. Utakuwa unatueleza mengi umuhimu wa damu hasa kwa huyu mama katika hicho kipindi. Karibu sana. Na pia tunaye Alinda Ndenga, ni muuguzi na pia anafanya katika shirika la kijamii katika kaunti ya Migori. Karibu sana, utakuwa unatupa taswira kamili ya jinsi hali ilivyo katika maeneo ya mashinani ikilinganishwa pia na jinsi hali ilivyo katika maeneo ya mijini. Karibu sana. Kuna mengi ambayo tutasoma leo kwa sababu huenda hatukujua, huenda labda tulijua tukapuuza, ama hatukufikiria kwamba tunachokijua kinafaa kuchukuliwa kwa uzito. Kuna haya masuala matatu ambayo ni muhimu sana, lakini yameendelea kupuuzwa na yanachangia kuongeza vifo vya akina mama wajawazito, wao wenyewe na watoto wao ama watu wawili pamoja, na ni mambo ambayo yangezuilika. Tutaanza na wewe daktari. Haya mambo matatu ambayo yanachelewesha msaada ambao unahitajika sana kwa huyu mama ni yapi? Kweli kabisa, kuna mambo hayo matatu umewasema. Ya kwanza ni mama na familia yake, aidha mzee wake hawaelewi kuna shida inaendelea kwa mimba. Na shida inaweza kuwa ilikuwa hapo mbeleni. Tuseme kama mama ana shida ya moyo, ana shida ya pressure, diabetes, akona shida yoyote ya kiafya na sasa ameshika ujauzito. So unapata hakuwa anaelewa kuna shida, anafaa kujiripoti kwa hospitali mapema. Hiyo ni ya kwanza. So kutofahamu kwa mama na familia yake kuna shida kwa ile mimba. Kuna wale maji tuseme ikipasuka ya mtoto mapema ama ile leba ikuje mapema, hawajui ni leba imekuja. Hawajui hiyo dalili. Kwa hivyo wanachelewa kukuja hospitali. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, utaona wakati sasa wamepata kweli kuna shida katika hii mimba ama kuna shida na mtoto, unapata kuamua kwao uamuzi ule wa twende sasa hospitali tukatafute matibabu. Hiyo uamuzi haikuji wakati mzuri. Sababu inaweza kuwa pengine hawana pesa ya kuwafikisha kwenye hospitali, ama kuna ile practices zile wanafanya ya cultural, wanasema wacha twende kwa mama fulani ule hapo kwa kijiji akuja apate matibabu kutoka kule, kwa maana amejua kuna shida lakini hataki kukuja hospitali. Kwa hivyo tunaita cultural belief zile wako nazo. So hiyo ni sababu ya pili. Wanachelewa, washafanya, wamejua kuna shida lakini wanachelewa kufika hospitali kwa wakati mzuri. Ya tatu sasa inakuja kwetu sisi wale tuko hospitali. Wakati mama yule amefika, hali ile tunam assess na tuanze kumwangalia, ndo tuanze kumhudumia, ile quality tunampatia ya matibabu. Hapo sasa ndo tunaita sababu ya pili. Ile tunachelewa, hatumpati quality. Hii ni ya tatu. Ya tatu, hatumpei ile quality anafaa kupata.
tuseme inaweza kuwa pengine hakuna damu kama vile Dennis atatuelezea. Huyu ni mama amevuja damu, pengine ameenda amejifungua, damu inamwagika mingi, unapata kwa ile hospitali hatuna ile damu, ama ile group yake haiko. Madawa pia kama haiko. Pia alifika pia kiwango chake cha damu kilikuwa kiko chini. Na pengine hata hii kiwango ilikuwa chini wakati yako mjamzito, na hakuweza kupewa zile madawa ya kuongeza ile damu yake iongezeke ili asipate shida wakati wa kujifungua. So unapata wakati amefika damu imemwagika mingi na hamna ile damu, so lazima mnafanya refer. Hiyo sasa mama anachelewa akitoka facility moja, sasa alichelewa akiwa nyumbani, amekufikia na bado hauna zile vitu unaweza mpatia imsaidie. Kwa hivyo unamweka tena kwa ambulance aende ile hospitali nyingine. Hapo unapata masaa zinapita, na hizi masaa ni muhimu sana kwa maisha yake na ya mtoto wake. Asante, umetupa utangulizi mzuri sana daktari, kwa sababu umetueleza kwa kifupi tu hizo sababu 3. Na katika hii sababu ya kwanza hapo, ningetaka kabla ya kumwingisha Dennis, nataka Linda ataweza kugusia, kwa sababu daktari ametueleza sababu ya kwanza ambayo inachangia kuchelewesha utoaji wa huduma ama usaidizi kwa huyu mama aliye na ujauzito ni ile jamii yake. Labda huenda ni mpenzi wake, huenda labda ni wale wazazi ambao wanaishi nao, ama labda hata kazini mahali ambapo anafanya kazi, kwa sababu huenda dalili zenyewe zilianza kujitokeza akiwa kama hapa Standard Group, lakini wenzake hawakujua. Lakini kuna hoja ambayo ametaja, huenda huyu mama ana matatizo ya magonjwa mengine kabla hata ya kushika ile mimba, labda ana magonjwa ya moyo na magonjwa mengine. Ni hatari gani ambayo akina mama wengi wanajipata labda walikuwa nayo, ama ni aina gani ya magonjwa akina mama walikuwa nayo lakini hawakujua hata kabla ya kushika ile mimba? Asante sana. Ningependa kueleza kwamba hatari ya kwanza ni mara mingi mama hawajui, hawajapata kuangaliwa ya kuwa na blood pressure. Na utapata mama atakuja kupatikana nayo kama anakuwa na convulsion akiwa nyumbani, amepata ujauzito alafu anaanguka chini. Ndio unapata saa hizo tunashtuka kwamba pengine mama alikuwa na ugonjwa wa blood pressure. Na ndio kwa sababu ni muhimu sana wahudumu wa afya ya jamii saa hizi wanafanya kazi, wanatembelea nyumba, wanapima familia blood pressure, wanawaeleza kama iko juu ama iko chini. Kwa sababu cha muhimu ni kuzuia. Tukifika wakati wa convulsion, tumeenda sana. Inakuwa ni ngumu daktari kusaidia. Inamaanisha ugonjwa umekuwa zaidi. So cha muhimu ambacho tunapenda kuhimiza ni kwamba tuweke kipaumbele kuzuia magonjwa. Na hiyo inamaanisha kwamba tutafanya screening. Na hapo ndipo nguvu ya mhudumu wa jamii inakuja. Mhudumu wa jamii ni yule ambayo tunaita community health promoter. Yeye ndio kila wakati anakuja kwenye nyumba, anatuelekeza. Anatueleza kama tunakula vizuri, anatueleza danger signs katika mama ambaye ni mjamzito. Na pia anaangalia watoto wa chini ya miaka 5 kama kuna shida yoyote ambayo wanaweza kuwa wameonyesha. Ndio sababu kwa wakati huu ninaweza kusema kwamba kule Migori kwa shirika ambalo linafanya nalo kazi, Walala Community Alliance, tunahimiza sana mhudumu wa jamii apewe kipaumbele kwa kusaidia jamii. Jamii wakijua shida mapema, daktari atakuwa rahisi kutengeneza. Na pia huyu mhudumu wa jamii ndiye atakuwa wa kwanza kupeleka huyu mama ama mtoto chini ya miaka 5 kwa hospitali. Kwa sababu jamii inamwamini, wanaishi na wao. Yeye ndiye yuko karibu. Yeye ndiye yuko karibu. Akianza kuvuja damu, ni yeye atapigiwa simu. So na ndio afanye kazi vizuri. Pia yeye lazima apewe heshima katika jamii. Lazima pia madaktari wawe wana recognize kama watu ambao ni muhimu katika jamii. Na Lwala Community Alliance kwa sana inasimama na wahudumu wa afya ya jamii. Ili wawe na sauti, wawe advocates
wa wamama nyumbani na watoto. Asante. Asante sana. Kuna hilo tatizo ambalo umesema blood pressure, ni shinikizo la damu. Ni tatizo gani lingine ambalo akina mama wengi wanajipata wakiwa nalo, lakini inabainika baada ya kupatikana wakiwa na tatizo wakiwa sasa wako na ujauzito? Tatizo lingine ni kiwango cha damu kuwa chini. Unapata kwamba katika hii nchi yetu kuna vitu mingi ambazo zinafanya damu ya mama inakuwa chini. Magonjwa kama HIV. Saa zingine chakula chetu kwa nyumba ni kidogo. Unapata kwamba kiwango chetu cha damu kwa kawaida sio kiwango mzuri. Kiwango mzuri ni kwa kimombo 11 grams per deciliter. But utapata katika jamii mama wengi kiwango kiko chini. So kuna HIV, kuna chakula, kuna malaria. Unaona western part of the country kuna malaria sana. Na yote inafanya damu kuwa chini. Ukiongezea mama mjamzito, pia hiyo inaleta damu kukua chini. Kwa sababu pia kumbuka na kiumbe ndani yake. Kabisa. So utapata kwamba hata hapa nchini Kenya, tatizo ambalo tunapigana nalo sana, ambalo linafanya wamama kufa, ni kuwa na damu kidogo, na baadaye akizaa atavuja. Already damu yake iko chini. Akijifungua avuje, unapata imeenda chini zaidi. Na ndio kwa sababu utaona Dennis kila wakati anapiga kelele, anaomba damu, kwa sababu wamama wamejifungua, wamevuja na damu hakuna. Na hata jana tukizungumza naye nilimpigia simu akaniambia nilikuwa nadhani ni simu ya dharura. Wakati mwingi wanakimbia wako hapa kule kwenda kujaribu kusaidia, kwa sababu sio kina mama wajawazito peke yake, kuna wale ambao wanahusika kwenye ajali pamoja na magonjwa mengine. Hapo sasa ndipo Dennis unaingilia. Alinda amekutengenezea msingi na amezungumzia kuhusiana na hilo swala la idadi kubwa ya akina mama ambao pia wanajipata hawakujua kabla hata ya ujauzito walikuwa na kiwango cha chini cha damu. Tupe taswira kamili, hali ikoje? Asante sana. Changamoto kwanza, tunachofaa kujua damu inaokoa maisha, na wakati haipo si kama dawa tunaweza enda tuseme pharmacia, chemist, supply, KEMSA. No, damu inafaa tujue kuna kiungo kikuu zaidi, na huyu ni mwenye anatoa hii damu. A blood donor. For us to have blood, ndio tukue na damu, lazima tukue na huyu anaitoa. So kwa wamama wajawazito, yes, kwa maternity setup damu inatumika sana vile watangulizi wangu wamesema. Na sana tunaitumia ningependa kuiganisha kwa vipengele vitatu. Mara ya kwanza, wakati mama anapata miscarriage ama anakuwa na ectopic pregnancy, mimba haijafika lakini anaambiwa anataka damu kwa dharura. Kitu cha pili ni wakati ako na huo mimba, kuna naweza pia kuwa na antepartum hemorrhage. Wakati huo pia daktari atakuelezea anataka pint 4 ya damu. Sasa uko mbioni kuhakikisha wanapata hiyo. And then ya tatu sasa ni wakati anajifungua. Ule wakati wa kujifungua pia mama anaweza akavuja damu, akahitaji damu kwa dharura. Sasa kwetu sisi, na hapo kidogo kabla hujaendelea nikuulize swali, kwa sababu kuna aina mbili ya kujifungua. Kuna kujifungua kwa njia ya kawaida na kuna kujifungua kupitia upasuaji. Ni mama yupi ambaye anahitaji kiwango kikubwa cha damu? Tuelimishe. So baada ya haya mazungumzo yote ya damu, kitu cha kwanza ni wakati tulisema hiyo delay ya kwanza ni wakati mama anaamua kwenda hospitalini. Wakati huo ndio huwa tunapima, tunajua ako na mimba ni miezi ngapi, and then tunaanza kliniki. Na wakati tunaanza kliniki kuna vipimo ambavyo huwa zinafanywa, na baadhi ya hiyo vipimo, kitu ya kwanza ni kipimo cha hemoglobin, yani kiwango cha damu. Kwa hivyo hii hatua ya kwanza, kwa sababu tuko hapa labda mimi nitaelewa lakini mtazamaji hataelewa. Hii hatua ya kwanza ni wakati atakapoanza safari ya kwenda kliniki bado mimba ikiwa changa. Si wakati amekaribia kujifungua. So wakati huo akikuja
na tukishajua sasa ako na mimba, ameanzishiwa kliniki, amefungua kitabu, kuna vipimo. Kwanza ile kipimo ya kwanza anatumwa laboratory, anachukuliwa damu, anachukuliwa mkojo, anaangaliwa sukari, because pia sukari tutagundua pia iko na madhara yake kwa hii mambo ya uzazi. Then wakati huo ndio tutaweza jua mama mwenye ako na kiwango cha chini cha damu. Pia tunaweza jua blood group yake. Kuna blood group na kuna rhesus factor. Hizo zote zinachangia kwa mama mjamzito, kwa sababu haya yote yanatayarisha huyu mama wakati ataenda kujifungua. Tunajua blood group yake ni gani, na hata tunajitayarisha mapema. Vile umesema kuna njia mbili za kujifungua, ni kweli. Kuna njia inaitwa SVD, hiyo ni kusukuma mtoto kawaida. Then kuna CS, cesarean section, upasuaji. Na pia hapa kwa upasuaji pia kuna upasuaji ya dharura na kuna upasuaji wa elective. So uhusiano wangu haswa na wenzangu wa hudumu wa afya, daktari na hata wakunga, ni kwa sababu wakati hizi process zote zinaendelea, huyu mama ni wao wana interact na yeye wakati wa kwanza. So ni muhimu sana wahakikishe kama ni vipimo, wanajua akikuja vipimo zake za antenatal profile za lab zinasema aje. Na hapo ndio sasa tunajua hiyo mazungumzo inaanza, because as unajua damu inawekwa kwenye laboratory, na sisi again as wahudumu wa maabara ni kazi yetu kuhakikisha tunatafuta damu uko nje na tunaileta kwa hospitali. Na vile mimi napenda kusema damu yafaa ingojee mgonjwa, si mgonjwa anangojea damu. Yes, so kumaanisha ndio tujitayarishe vilivyo. Inamaanisha wakati kliniki zinaendelea na sisi pia tunahamasishwa, like kwa sababu mambo ya damu inaenda pia na seasons. I think tunafaa tuelewe hivyo, kwa sababu mtu atakuuliza kwa nini hamjai sema damu imetosha kucollect. Ya damu haitatosha kwa sababu kitu cha kwanza katika hospitali zetu kuna need, kila wakati need ya damu inahitajika zaidi. And then kitu cha pili tunategemea sana na seasons. Kuna season wakati wakina mama hujifungua sana, maybe daktari atatuambia hizo ni season gani kwa mwaka. And then kuna pia season zenye sisi pia, unajua sisi tunakaa kama wale wakulima. Mkulima anasema hali ya anga inasema itanyesha. Sasa nikienda pale nita collect damu kiasi fulani. So pia sisi tunakuaga na season zenye tunasema collection inakuwa chini zaidi. Shikilia hapa, tutakuwa tunazungumzia kuhusiana na misimu. Lakini kuna taarifa moja hapa ambayo tutakuwa tunaangazia. Familia za watu waliosombwa na mafuriko ya mvua ya Ijumaa wiki jana hapa jijini Nairobi wanaendelea kuitafuta miili ya wapendwa wao wakifika katika makafani ya City hapa Nairobi. Wakati huo miili mitatu ya waathiriwa wa mafuriko yatarajiwa kufanywa upasuaji hii leo. Kwa mengi zaidi tunawasiliana na mwanahabari mwenzangu Winfrey Owino ambaye yuko katika makafani ya Nairobi. Owino, iwapo unanipata, hali ikoje? Familia zimefika pale na zinasemaje? Winfrey? Na barabara kabisa, Agnes Gakunga, tunakujia moja kwa moja kutoka makafani ya Nairobi, ambapo shughuli ya kutambulisha miili ya watu walioaga kufuatia mafuriko yaliyoshuhudiwa jijini Ijumaa iliyopita inaendelea. Na kwa saa hizi hapa hivi kuna shughuli hiyo inaendelea katika ndani ya miili tatu. Na kwa saa hizi hivi najiunga na familia ya watu waliotuacha, ambaye mmoja wao hapa anaitwa Douglas, na huyu ni dada yake Douglas. Amefika hapa leo kwa ajili ya shughuli hii. Maybe ungetueleza jina lako na kile haswa kimekufikisha hapa siku ya leo? Kwa majina naitwa Nafula Janet. Douglas akiwa ni last born wetu kwa familia. Mimi kwa familia nikiwa kama first born mwenye nimeshikilia familia. Sasa tunaomba tu serikali itusaidie, kwa maana hatuna chochote, hatuna nyuma wala mbele. Sisi tumekuwa watatu Nairobi, na sasa tumebaki wawili, na tunaomba serikali tusaidie. Na kufikia, unaweza tueleza maybe kinagaubaga Douglas alikuwa wapi hiyo siku ya Ijumaa kabla patikane na ajali hii? Douglas alikuwa ameenda kutafuta hustle yake kama kawaida, juu ni mtoto mwenye nimesomesha kufikia hapa. So alikuwa amekuja Nairobi at least atafute ili tuone vile tunaendelea kimaisha. So alikuwa ameenda kuhustle, na ndio maana alipatana na hayo maafa.
Na maybe unaweza tueleza mliweza kujuaje habari kwamba Douglas ndo amepatikana hapa? Kujua habari yake nilipigiwa na rafiki yake usiku, kama mimi niko kazi, juu hata mimi ni hustle tu, nafanya tu kazi vibarua, nafanya kazi ya nyumba, so hatukuwa tuna stay naye pamoja. Nilipata habari kutoka kwa rafiki yake. Sawa. Na hapa tena bado kuna rafiki wa familia ya Douglas, ningeomba songe nyuma kidogo. Huyu ni rafiki wa familia ya Douglas, na pia wewe unaweza tueleza tu kumekuaje? Huyu ni kijana ambaye amekuwa kanisani mwangu, mimi ni pastor wake. Na tumeshindwa zaidi hizi siku tangu Friday mpaka leo hatujaona response yoyote ya serikali. Tafadhali governor, tafadhali president, simtusaidie maana tujui tutaanzia wapi. Mimi nimeanza kuchanga pesa kanisani kutoka Friday mpaka sasa ndio nimefikisha shilingi 800. Nitafikishaje hizo pesa? Wananituitisha ya postmortem, ya mochari na kufikisha huyu kijana mpaka Mount Elgon. Tafadhali serikali mjitokelezee, mtusaidie tafadhali, huyu kijana tuende tuzike. Sawa. Na maybe unaweza tueleza ratiba, labda ndugu yake aje azungumze na sisi, atueleze ratiba iko vipi baada ya upasuaji kufanyika na kiini au sababu ya kifo chake kubainika. Ratiba ni vipi, mnapangaje kama familia? Okay, kwa majina naitwa Contin Wafula. Douglas ni mdogo wangu, na kwa saizi familia, sisi ndio familia, nyumbani hakuna chochote. Sisi tumetegemea serikali ya Sakaja ituokolee, lakini tangu Friday mpaka sasa tujiona respond. Alamu nataka kulaumu wote Kenya Power kwa sababu kuna koja flood alafu steam iko on. Mbona Kenya Power inaachilia steam wakati flood inaenea? Nataka Kenya Power ichukue hatua na hata chukuliwa hatua mbele ya koti, kwa sababu wanaweza flood kuna maji na stima na maji zilewani. Mbona wanataka kumaliza wa Kenya? Tunahitaji serikali kuingilia kati. Sawa. Na vile pia najiunga na familia ya pili, ya mwili wa pili ambao bado pia unafanywa upasuaji wakati huu tunapozungumza. Agi, ningependa utuambie jina lako na wewe umefika hapa kwa sababu gani, na aliye hapa ndani ni nani wako? Okay, kwa majina naitwa Esther Wanjiko. Mwenye ametuacha ni brother yangu. Alipotea from Friday tukampata Saturday. Hatuko na huzuni sana kupoteza mpendwa wetu. Hatuna amani, tulali, but mimi ningeomba government maliko itusaidie kwa sababu hiyo mambo imekuja kigafla, na pia tunaomba kama tunaweza pata justice, because huyo mnyaliaga ni ndugu yetu na ndiye alikuwa breadwinner wetu. So hata ningetaka tu kwamba serikali kama inaweza kutusaidia, itusaidie na mambo na mwili na bills za zote za postmortem, tutashukuru sana. Na pia ningeomba government maliumko, it's not easy for the family. We are just to be strong, but it's not easy. Sawa. Na maybe unaweza tuambia hiyo Friday alikuwa wapi, na mara ya mwisho maybe familia kuwasiliana naye ilikuwa vipi, na alikuwa anaenda wapi ama anafanya kazi gani? Okay, alikuwa anatoka job, alikuwa anafanya kazi na restaurant, at least aweze kuhudumia familia, na alikuwa alipatikana side za Parklands kama ameaga na huko. So mimi ningeomba government mko tu na huruma na sisi, because hata hatuna mbele wala nyuma. Yeah. Na maybe after hapa mnapangaje? Acha nizungumze na mwingine tena wa familia aweze kutueleza baada ya hapa mnapangaje? Mimi naitwa Patrick Kariuki. Mimi ni anko wa kina Simon Kabule, na kwa kweli sisi tunahusinika sana kwa sababu mtoto yetu kulikana vile alipotea kutoka Parklands. Mtoto yetu alikuwa amepotea, na vile alikuwa amepotea sisi tulikuwa tunahusinika sana kwa sababu mtoto yetu alipotea kutoka kutoka Friday wakati mvua ilikuwa inanyesha, na mtoto wetu alikuwa amepata kazi pale Westland. Ikawa vile alipata kazi, mvua ikanyesha, akajikinga pale Parkland. Kutoka pale Parkland pale, ikawa sasa yeye mwenyewe mvua ikanyesha, ikakuja. Maybe ningekuatiza kidogo, acha tuzungumze na huyu aweze kutuelezea baada ya hapa kama familia mnapangaje? Familia nyingine, lakini sasa wengine watu wameweza kutupatia taswira ya jinsi hali ilivyo. Naweza tuambie tu wewe ni mtu wa nani na unapangaje baada ya hapa, maana cha kutokea kishatokea. Naomba utoe barakoa tafadhali. Mimi naitwa Steven Kariuki. Mimi ni Steven Kariuki, na nimekuja hapa kwa ajili ya ndugu yangu ambaye anaitwa Patrick Marombe James, ambaye alipotea siku ya Ijumaa kwa wakati ile mvua kubwa ilinyesha.
So wakati tulipata ripoti ya kwamba hajapatikana kama siku 2, nikaarifiwa kwamba nikuja nimwangalie katika City Mortuary. Na wakati nimefika hapa City Mortuary, nimeweza kumuidentify ndugu yangu, kapata alidroniwa na maji. So sisi kama familia wale ambao wameathirika, tunaomba serikali ya Kenya iingililie kati na iweze kufanya kitu inaitwa ifanye kitu ambayo inaitwa compensate hizo families, na ikiwezekana sana governor wa Nairobi pia ingililie, na wenye wanaweza saidia watu ambao wamepoteza watu yao. Tunaomba serikali sana iweze kuingililia kati na isaidie hizo familia. Sawa. Tena vile nina huyu mmoja wetu hapa, labda angeweza kuzungumza na sisi, atupe tu kinagaubaga pia unapitia nini na kunaendaje. Kwa majina naitwa Kosgei Kibet. Mimi natoka huko Marakwet. Ni kazini yangu ndo ameathirika. Na ukiona hapa kutoka hapa mpaka Marakwet is almost 9.5 hours. Mpaka saizi hatujaona serikali wakifanya kitu yoyote. But tunashukuru seneta wetu, Seneta William Kisang, na pia CS Kipchumba Murkomen kwa mkono ameweza kutusaidia kidogo. Tunapitia changamoto. Ukiona nyumbani kule mnaelewa Marakwet vile kuko. But tunaomba serikali, familia zote ambazo ziko hapa wanapitia mambo mengi sana. Mkiweza kutusaidia tutashukuru. Labda unaweza tuambia jamaa wako alipatikana wapi na alikuwa anaenda wapi ama ilikuwaje? Alikuwa anatoka kwa nyumba anaenda kazi. Alikapatikana hapo South C asubuhi. Kukuja hapa tumeka kwa nyumba akurudi jioni. Then we had to interfere kuanza kuja kumpata ameletwa hapa. Sawa. Na Agi, hiyo ndio hali halisi inayoendelea hapa katika makafani ya Nairobi, ambapo familia nyingi zimekuwa hapa. Juzi tumeona mili 3 ikiweza kutambuliwa, jana mili nyingine 8, leo sasa ni mili 3. Nikifikiri sasa zimekuwa 4, na bado shughuli hii itaendelea vile familia wakiendelea kulilia haki na kwamba tu msaada kwa familia, kwa serikali kuweza kuwasaidia kuwapumzisha wapendwa wao. Ni hayo tu. Agi, nataweza kuletea taarifa jinsi muda unavyosonga. Kwako studio. Asante sana mwenzangu Winfrey Owino akituletea taarifa hiyo mbashara kutoka makafani ya Nairobi, akizungumza tu na baadhi ya jamaa za waathiriwa wa mafuriko yaliyoshuhudiwa Ijumaa katika kaunti ya Nairobi. Jamaa wanaendelea kufika pale ili kutambua miili ya wapendwa wao, na baadhi wameweza kusimulia jinsi walivyofahamishwa kuhusiana na mafuriko hayo, jinsi jamaa wao walivyokosa kurejea nyumbani na hatimaye wakajifikisha katika makafani ya Nairobi kujaribu kutambua miili hiyo, na upasuaji unaendelea kufanyika kule ili kuweza kutambua miili hiyo na jamaa za waathiriwa kupata miili ya jamaa zao na ili kusafirisha, na baadhi tu wanaeleza mzigo uliopo mbele yao kusafirisha miili hiyo hadi katika maeneo ya mashinani ili kuandaa hafla ya mazishi. Winfrey Owino anafuatilia taarifa hiyo kwa karibu na atakuwa anatuletea kina cha taarifa hiyo kwenye taarifa zetu zijazo za saa 7, saa 10, saa 1 na hadi saa 3 usiku wa Jumatano ya leo. Mtazamaji, bado imefikia mwendo wa saa 6 kamili, na chukua pumziko fupi mno. Tutakaporejea sasa tutakuwa tunaingia kwenye ndani ya mada yetu kuhusiana na ujauzito na uzazi, tukiendelea kuangazia kile ambacho kinasababisha kuchelewesha usaidizi wa utoaji wa huduma kwa yule mama aliyebeba ujauzito. Lock in moisture while skin is still damp. A beautiful glow begins right after the shower. When skin is slightly damp, it absorbs nourishment more effectively. Applying Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion at this moment helps seal in hydration and allows the rich cocoa formula to deeply nourish your skin. This simple habit creates visibly softer and smoother skin over time. That cocoa glow is not accidental, it is intentional care. Experience next-level nourishment. Nivea Nourishing Cocoa. When our skin looks this good, we show up more confidently. Here, and here. New Nivea Nourishing Cocoa. Now with Hyaluron and cocoa butter. Skin is for feeling it. Nivea is for skin. In a world drowning in half-truths, in whispers that masquerade as facts,
How do you find the real story? You cut through the noise, you demand clarity. For decades, The Standard and the Standard e-paper have been Kenya's unwavering heartbeat. It is judged every word, every angle, bold enough to challenge and reveal factual above all else. But the truth isn't static. It evolves in every moment, and so do we. Presenting the Standard all-in-one app, your direct portal to real-time news, curated entertainment, and premium content. From the unfiltered truth of breaking stories to the depth of our exclusive investigations. From powerful podcasts that challenge perspectives to the complete e-paper experience in your hands. This isn't just an app. It's your daily dose of pride in Kenyan journalism. It is the trust you deserve. Don't just hear news. Understand it. Live it. Download the Standard all-in-one app today. Be part of something bigger. The Standard. For generations, Kenya's unwavering voice. Judged, bold, factual. Not all snakes live in the jungle, because some are found in the comfort of your home. Are you really getting married? This is the first time I love this way. You know that. This is the first time in a long time I've seen her this happy. I won't let my relationship with your mother be ruined. A second chance at love and a happy family will be shattered. A newfound love is ruined once more. My name is Stella, your husband's daughter. Daddy, what took you so long? Just a kiss? What else do you want? Who is this girl who claims to be his daughter? I saw your stepdad and Stella last night. They entered the same room. Is it wrong for a daughter to hug her daddy? Can I not be clingy with you? Broken promise. We value your feedback and welcome your comments, queries, and complaints regarding our content. You can get in touch with us via SMS on 22151, call 0719 012 111 or 0732 142 000 or email feedback@standardmedia.co.ke. Our PO Box number is 30080-00100 Nairobi, or deliver to our offices at Standard Group Center, Mombasa Road, Nairobi. Ametiwa mimba, mtoto amerepiwa, defilement hizo zote muhakikishe mume report. Na kama unaogopa kureport, kuna namba toll free ambaye ni 1195. Hiyo ukipiga haikati shilingi yoyote. Karibu tena mtazamaji kwenye sehemu ya pili ya mjadala wetu kuhusiana na ujauzito na uzazi. Tulikuwa tunazungumzia kuhusu aina ya kwanza inayochelewesha akina mama wajawazito kupata usaidizi unaostahili, na tulikuwa tumeanza na tukaelezwa kuhusiana na yale mambo ambayo yanafanya huyu mama kucheleweshwa kufika katika kituo cha hospitali ama kufanya maamuzi ya kufika katika kituo cha hospitali. Na kuna mengi ambayo tumeelezwa. Kuna swala la magonjwa ambayo labda mama ako nayo lakini hakujua, na hapo sasa ndipo ninapata swali la kuuliza, ni kipi ambacho mwanamke ama pamoja na mpenzi wake, kwa sababu mimba sio yake peke yake, watu wawili wanahusika hapa. Alinda, ukituanzia wewe kabla hata ya kumhusisha daktari na pia Odur, ni kipi ambacho hawa wawili, huyu mama pamoja na mpenzi wake, ni hatua gani ya kwanza wanayofaa kuchukua wakati sasa hata ile mimba bado haijapatikana? Asante sana, nashukuru kwa hilo swali.
na kabla ningekupatia picha ambayo mama na mumewe wangeweza kupata wakiwa kabla hawajapata mimba, ni kujaribu kusisitiza mbona tuna hili ongeo. Kwa nini tunaongea leo kuhusu wamama wajawazito? Kwa sababu hapa Kenya tunapoteza wamama 15 kila siku. Hiyo ni Nissan moja. Leo jioni by saa 12 tutakuwa tumepoteza Nissan moja ya mama wajawazito kama wanajifungua. Jambo la kuhuzunisha sana. Na kama ni watoto ni Nissan 5, karibu 6. 92 newborns are dying every day. Na wale watoto ambao wanazaliwa kama wamekufa ni 96. Nissan 7. So jioni ikifika tutakuwa na karibu Nissan 13 za watu ambao kwa kweli hawakustahili kufa. Walistahili kujifungua vema na pia watoto wao walistahili kukua vema. Na ndio kwa sababu preconception care ni muhimu sana. Ili mama na baba wapate kuelewa wanajipanga aje. Wakati ambapo mama na mumewe wanaenda kwa kituo cha hospitali, watapata daktari ambaye ataweza kuwasaidia. Katika serikali, idara ya afya imeshatengeneza guidelines, mwelekezo ambao mhudumu anaweza kufuatilia mama akienda hospitalini. Hayo maelekezo yako Kenyatta Referral, yako Mbagathi, yako Turkana, kila mahali. Inasemekana kwamba mama yoyote akienda hospitali hapa nchini Kenya anafaa kupata matibabu yenye ni sawa. So mama, tusiwe na uoga. Popote ulipo ukienda utapata mhudumu ashaelekezwa jinsi ambayo anafaa kukuhudumia. Ukiwa pale kwa daktari utapimwa vitu vingi. Utapimwa magonjwa ambayo inaweza kuwa transmitted kwa mtoto. Wanasema kwamba pengine uko na sickle cell. Inamaanisha kwamba unaweza pewa mtoto wako sickle cell. Utapewa mwelekezo. Utapimwa sukari, utapimwa pressure, utapimwa damu yako. Daktari atakueleza kama mwili wako uko sawa kupata mimba ama utafaa kungoja. Utaelekezwa kama unaweza meza folic acid ili kusaidie kutayarisha mwili wako mbele kabla hujapata mimba. Ama kama kuna madini yoyote yenye mwili wako hauna wakati huo, na unaweza pewa kusaidia mwili wako kujitayarisha. Ili wakati ambapo unapata mimba, mwili wako uko tayari. Na pia wewe na familia yako mumejipanga, mumejisudia kupata huo umejiandaa kabisa. So unapata kwamba hiyo mimba itakuwa rahisi, na hata hiyo delay ya kwanza yenye daktari aliongelezea itapunguka. Kwa sababu utapata mimba, utajua haraka, na inamaanisha kwamba utaenda hospitali kupata mapendekezo mapema. Ndio muhimu sana kutilia maanani preconception care. Kwa sababu kama kuna any underlying issue yenye inaweza kudhuru maisha yako, kudhuru maisha ya mtoto, daktari ama muuguzi atayapata mapema. Ndio. Asante sana. Umezungumza vizuri, na hapa ni hayo mazungumzo na maelezo ambayo umeyatoa tunaona yanawaelekeza sana watu walio katika umri unaofaa wa kupata familia na walio tayari. Ndio. Labda wako kwenye mahusiano, wako kwenye ndoa, wako tayari. Lakini sasa hali halisi jinsi ilivyo nchini, tumeona kuna ongezeko kubwa sana la mimba za mapema, mimba ambazo hazikupangiwa. Hali hii Bruno, sasa nikienda kwako, inaathiri vipi? Kwa sababu hawa ni watu ambao hata wanaficha ujauzito. Labda hata wakati wazazi ama walezi walipojua, waliwakana, hawakutaka maneno ya. Kwa hivyo huyu mtoto akatoka akaenda. Na yule labda alimpachika hiyo mimba pia ana umri mdogo kama ya. Kwa hivyo hawako tayari kimawazo, kifedha pia hawako tayari. Inaathiri vipi? Asante sana kwenye hilo swali. Wakati mwingi tunapatana na
vijana katika hiyo umri because unajua mimba sio ugonjwa. Yes, mimba ukipimwa mimba na wanakuja wanapima mimba kwenye laboratory zetu, anajua akona mimba, then kitu cha kwanza ni anafanya nini baada ya kuambiwa akona mimba. Kitu cha kwanza daktari atahimiza that ni nzuri uanze kliniki, lakini pia hiyo wakati pia ndio akona wakati ya kuambia daktari sipo tayari kuwa mzazi, na kuna maongezi mingi sana huwa wanafanya because remember hiyo muda pia wanahitaji counseling. Lakini kwangu mimi, kwa uhamasishaji wa damu, population mingi ya Wakenya ni hiyo umri between the age of 16 karibu 35 Hii umri either uko high school ama umemaliza high school, uko college ama Sasa wakati tunaenda huko nje, tunahimiza hii particular target population wawe watu wa kutoa damu. Kwa sababu ipi? Tunajua haya yote tunazungumzia leo yaweza kuwakumba, lakini kwenye maktaba yetu ya blood transfusion services tunakuaga pia na rekodi. Wakati unapata umejipanga kuwa uzazi, ujaanza clinic, lakini unakuja so late hata blood group hatuijui. Tena ni muhimu wakati tunasema blood group, yule mtoto pia because kutokana kwa mama kumzaa na baba ya mtoto, anaweza inherit blood group. Na pia ni muhimu tuelewe kwamba sio mama ndio tunaongezea damu peke yake, huwa tunaongezea pia watoto. Na mtoto anaweza kuwa blood group kama ya mzazi, mama ama baba. Na wakati huo ujue pia mtoto anahitaji maybe kijiko 2 ama 3 ya damu. So hii damu wakati itachelewa kidogo, hata mtoto akizaliwa anaweza poteza maisha because tunahitaji damu ya kumsaidia. So kurudi kwa hilo swali lako la hawa vijana tunawasaidia vipi? Huwa tunawaongelesha. Wakati tunafanya blood donation, tunafanya pia health talks. Na wakati wa hii health talk tunahamasisha umma pia wajue hali zao. Kwa sababu wakati mtu anatoa damu, yeye ufikiria tu natoa damu nimsaidie mwingine. La hasha. Wakati unatoa damu pia unajijua zaidi. Because hapo ndio wakati pia tutaangalia kilo chako, tutaangalia kiwango chako cha damu, tutaangalia blood pressure, na pia tutataka kujua vile unaishi maisha yako. Because ukiangalia vizuri wa Kenya, tuko na very poor health seeking behaviors. Especially wanaume. Unajua ningependa pia niongelee kati ya wanaume na wanawake nani tunasumbuana wakati wa kutoa damu. But ningependa kusema kwa hii population ya watu young, wanataka kuelezewa zaidi, wanataka kujua, wanatuuliza maswali. Hii damu nikitoa inafanyika vipi? Kwa nini mimi nikiitoa, nikihitaji nitaipata? So those questions huwa tunazijibu katika hayo majadiliano na wao. Na pia napenda sana kwa sababu wakati wanafanya hivyo, then because ni wao ndio target. Because unajua huku Kenya mwenye anaweza toa damu ni kati ya umri ya 16 mpaka 65. Na huyu wa 16 anafaa kuwa na consent. So consent ya mzazi wakati wako shule, because again tunasema donation unaweza fanya donation between mara 3 ama mara 4 kwa mwaka. So every 3 to 4 months. Hiyo ndio vile imeadvisiwa na wataalamu. Lakini tunapata hii damu pia iko na lifespan yake. Because wakati tumetoa damu inaweza kaa siku 35 kwa friji zetu. Lakini saa hizi haiwezi kaa hivyo kwa sababu hata kabla tujaitafuta tuitoe, already kuna mtu anaisubiria. Kuna hitaji kwa sababu kumaanisha hitaji liko juu. Ndivyo. And then wakati iko kwa mwili wako pia iko na muda wake. Wakati huo muda ukioyoma, hiyo damu mzee inakuwa destroyed. So wakati tunasema wakati unatoa damu, for example kwa wanawake. Sasa let me target wanawake because ni hao ndio wanajifungua. Wakati unasikia mama akona damu ya chini, inamaanisha saa zingine ni production level iko chini. Then tuna relate hiyo na nutrition. But wakati mwingi pia ukifuatilia unapata huyu mama hajawahi kuwa blood donor kwenye maisha yake. So tunawahimiza mkuwe blood donors kwa maisha yenu ya mbele. So wakati unakuja kujifungua,
hii damu mwili itakuwa imezoea kutengeneza damu, and that way ukishika mimba huwezi suffer anemia. Kumaanisha kwamba jinsi unavyoendelea kutolewa kuchanga damu ndivyo pia damu inaendelea kuongezeka ndani ya mwili wako. Kabisa. Aha, hilo ni jambo nina uhakika wengi pia wamelisoma. Asante sana Oduor kwa hilo. Sasa daktari, kuna hoja pia ambayo Alinda alizungumzia kuhusiana na sasa wale watu walio katika mahusiano wamefika kwenye mbele yenu, sasa wanakuja kupata ushauri na kueleza kwamba wanatafuta ujauzito. Kuna ni wakati upi itafika sasa yule mama amefika mbele yako, lakini kulingana na vipimo na ukaguzi ambao utamfanyia, pia amefanyiwa vipimo vya damu kama jinsi Oduor amesema, anapatikana kwamba mwili wake hauko tayari kubeba ujauzito, ni wakati upi? Wakati ni mingi. Ile unaweza ambia mzee na mke wake, saa hizi si wakati mzuri wa kupata mtoto. Kwanza utapata pengine mama ako na shida ya kiafya ile haikubali ashike mimba. Ya kwanza ni uzito. Kama mwili yako ni mzito ama wewe uko kimondogo, tunakwambia fikisha underweight, wanaitwa underweight. Nataka BMI ikwe 18 mpaka 25. For fertility huwa tunasema mpaka 28, ile tunaita BMI ifike 28. Ukiwa kilo sawa inapunguza risk kwa ile mimba. Unakumbuka tulikuwa tumedaguzia kidogo juu ya ku risk profile mwanamke. So kimo yako inafaa kulingana na height yako. Hiyo ni ya kwanza. Pili, kama mama ako na shida pengine ya figo, shida ya moyo, ya pressure, ama amepoteza mimba hapo mbeleni, ama ametoka tu kujifungua, alifanyiwa upasuaji, ama tulikuwa tunafuatilia, kuna mimba zingine zile si mimba za kawaida, tunazita HMOL, na bado yule mama hajemaliza ile follow up yake, tunamwambia ngojea kwanza miezi 6, ngojea miaka 2, kulingana na vile tumemwona. So tunamwambia hiyo wakati ngojea kidogo. Akipimwa kama vile Dennis amesema damu yake iko chini, tunamwambia tulia kwanza, tupandishe hii damu yako ifike vizuri, kisha ushike mimba. Kuna wale wamama wako na fibroids. Fibroids ni kubwa sana, inaweza fanya mimba inaweza kutoka ama ile leba yake inakuwa ngumu. Huyo mama tutamuelezea, wacha tutoe hizi fibroids kwanza kabla ushike mimba. So kila mtu anakuja, tunamuongelesha, tunaona afya yake iko aje, na tunamwambia we uko sawa kushika mimba na we hauko sawa. Asante. Sasa kwa nyinyi wote watatu mumetueleza vizuri, lakini kuna yule ambaye atapewa hayo maelezo na ushauri wa daktari, ama ni muuguzi ambaye amempata kwenye kituo, labda huenda hata ni zahanati ama ni hospitali ya kiwango kile, amepewa mawaidha na ushauri ambao ni sahihi, lakini yeye naye akaamua kuwa daktari wake mwenyewe, akakaidi na akaendelea, wakaenda wakapata mimba. Huyo mama yuko kwenye hatari gani? Sijui kama kuna kisa ambacho, iwapo kuna mmoja ambaye ameshuhudia kisa cha aina hiyo, cha yule mama alifika kwa mhudumu ama kwa daktari, akaambiwa kwamba kulingana na ukaguzi na jinsi matokeo yalivyo yako ya kiafya hauko tayari, lakini wakaamua kuwa werevu zaidi, wakakaidi. Alinda. Asante sana. Na hiyo ni mara mingi hufanyika, hata huko Migori, hata kwingineko. Tumeweza kushuhudia wamama ambao tumewaeleza wasipate mimba, wakapata mimba. Wakati ambapo wanakuja, saa hiyo tunaweka kama high risk, kwa sababu ushajua kwamba huyu ni mama ambaye atataka kuangaliwa mara kwa mara, na wakati atakapokuja atakuwa ameeleza nilikuwa nimeambiwa hivi, ama hataeleza. Mara mingi hawataeleza. Mara mingi hawataeleza. But kwa sababu sasa ni wajawazito, tutaweka hilo kosa kando, tuanze kuhudumia maisha yake. Kwa sababu tuko na maisha ya mama na maisha ya mtoto. Yenye lazima tufuatilie na tuweze kusaidia mama na mtoto wakati wa kujifungua wawe sawa. Haya, shikilia hapo kwa sababu naona muda hauna, Dennis. Wakati mwingi wakikuja, and nasemanga hiyo wakati ndio inakuwa pia changamoto kwetu, because wakati huo daktari atakwambia nataka damu harakisha. Sasa hiyo hata ndio unaangalia mama hata kitabu ya kliniki alisahau nyumbani, ama hata hakuanza kliniki.
So sisi wakati huo, hata sisi huwa tunakimbia, lakini kitu cha dharura ni wakati tunahimiza watu watoe damu, lengo letu kuu huwa that hii damu tukue nao karibu na hospitali. According to sheria zetu za afya, kituo ama hospitali za level 3A, 4 na 5 kuendelea mpaka 6 national referrals ndio ziko na uwezo wa kutransfuse damu. So unaona kama uko kwa the level ya chini kama level 2, itabidi ukue referred kwa hospitali kubwa ndio uende kusaidika huko, kama mambo ya kuona daktari mkuu na hata pia kuandikiwa damu ya kutransfuse. Sasa wakati huo kitu cha kwanza inakuaga ni wakati amekuja, hata sisi atatuelezea, hakuelezewa. Na mtu wa kwanza huwa mimi naangalia ni muuguzi. Kwa sababu yeye anachukua muda mingi na yeye, and then tunamwambia wakati umemwelezea, tafadhali wacha iandikwe chini. Kwa sababu hata sisi wakati mama anakuja kwetu kwa laboratory for these tests, we don't inakuwaga imeandikwa chini kwa kitabu chake cha kliniki. Na hata hapo ndio utakuja kukagua uone kama hapo mbeleni alikuwa na shida ya damu kuwa chini. Na hata saa zingine wauguzi wetu wanafanya vizuri sana, anaandika na kalamu cha tofauti nyekundu. Sasa unauliza mama, na wewe hukumuuliza mhudumu, kwa nini kalamu umeandika tu, ama ni wino iliisha? Kwa nini vitu vingine ukaandika na nyekundu? Because hizi maswali zinaweza wasaidia sana, because mimi wakiniambia hawajaelezewa, yenyewe unasema ni sawa hukuelezewa, sasa wacha tuanze safari. Sasa blood group, lakini changamoto tunakuanga nao sana ni zile blood group zenye ziko rare. Kuna wamama wako na rhesus negative. Hii rhesus negative ni inahitaji uhamasisho zaidi, because wakati mama ako rhesus negative na ameshika mimba ama amejifungua mtoto wa rhesus positive, kuna hiyo hemolytic disease of the newborn, na huwa inawasumbua sana hata kushika mimba. Maybe daktari atatuelezea shida, changamoto gani wanakuwa nao pale. And in fact some of the cultural beliefs zinatokana pia pale. Wakati mama anakuja anashika mimba, alikuwa sensitized mimba ya kwanza, anashika mimba anapoteza, anashangaa kwani shida iko wapi. Lakini mimi nataka kuhimiza ya kwamba wakati tunapatiwa communication ama daktari anaitisha damu mapema kwetu, tuko na muda, because hata hii damu haitoki kwa mwili ya mtu na inaenda kwa mwingine, inafanyiwa kuna vipimo. Yes, kuna vipimo na pia lazima ibembelezwe. Huku Kenya ni signatory wa WHO kupitia mambo ya voluntary blood donation. So sio kulazimisha. Ndio maana umetumia jina kubembeleza. Lakini tunabembeleza, na hata huyu kubembelezwa anaweza kubali kwa mpigo mmoja, ama akwambie bado hajaridhika, wacha atafikiria. Na labda kuna yule ambaye atabembelezwa kubali na damu yake ipatikane haiko salama kutumika. Kabisa. Haya, hapo sasa ndio tena tunataka hivyo, kwa sababu huduma za afya tunafaa tusaidiane sisi sote. Inaonekana mjadala kuhusu damu tutaandaa kikao kingine. Na mjadala kwa sababu kuna mengi ambayo hatujui na tunafaa kuwa tunaelezwa. Nachukua pumziko fupi mno. Tutakaporejea daktari sasa pia tutakuwa tunakuja kuendelea na wewe, na sasa pia tukiangalia hatua ya pili na ya tatu. Mtazamaji, kufikia hapo nachukua pumziko fupi mno, usiondoke. Just a dreamer, I'm your thank you from the future. Mimi kesho yenu umenijenga kwa umoja. I'm that possibility sparking from the chance you gave to the child. Mimi kesho yako we are creating citizens of the future by transforming education in Kenya. 5 bob
These days it doesn't get you much, but now just 5 shillings unlocks any premium story on the Standard. These are stories that go beyond the ordinary, exclusive, high value, and only on the Standard Insider. Choose your story anytime, anywhere for just 5 bob. Bobeana 5 bob. Big stories, small price. Visit www.standardmedia.co.ke and subscribe today. What is the purpose of life? The purpose of life is to search for the purpose of life. Nobody knows the answer, but you should be trying to spend your life asking the question. Remind me of the numbers, because you are making comparisons since you guys started production vis-a-vis what the big players in the market do. Since we've started, we've produced about 650,000 liters of beer, and there's one big player in the market here. It equals about 3 hours of production for them. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni Suleiman Yeri, mtangazaji wa KTN. Nichukue fursa hii kukutakia Ramadhan Karim wa Saum Makbul. Pia tukumbushane kuhusiana na makundi matatu ambayo yanapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunapokamilisha 10 la kwanza la rahma, basi tunalikaribisha 10 la maghfira, ambapo niwataki kwamba ndugu zangu Waislamu tuweze kuongeza ibada ya kuomba msamaha zaidi, kwa sababu ni wakati ambapo tutakuwa tunasamehewa na Allah Jalalu, na vile vile tunapoingia katika 10 la mwisho ambalo ni 10 la kuondolewa katika moto, basi tuweze kukithirisha ibada hususan nyakati za usiku, ili tuweze kupata usiku wa Lailatul Qadri. Niwatakie Ramadhan Karim wa Saum Makbul. The conversation starts here. I can take a photo like this and then someone can simply just remove it and sell a narrative that I'm naked. With opinions that move, challenge, and experiences that connect us all. But for the partitioning of Africa in the 1800s, we're pretty much one people. Why would you put such a personal, such a vulnerable moment of your family online? Search Focus on Africa, the conversation. Karibu tena mtazamaji kwenye sehemu ya 3 na ya mwisho ya mjadala wetu kuhusiana na ujauzito, na sasa tunaangazia aina ya pili ambayo inasababisha kuchelewesha huduma kwa huyu mama aliyebeba ujauzito. Ya kwanza ilikuwa ni kufanya maamuzi iwapo atahudhuria kituo cha kutoa huduma za afya au la, na hapa katika kufanya maamuzi kuna kuchelewesha. Haya, sasa kuna amefanya uamuzi. Ni nini ambacho kinaendelea katika hatua hii ya pili? Kuna mambo mengi inaendelea hapo. So kwanza mama atagundua kuna shida kwa mimba. Aambie mzee wake,
aambie pengine mother-in-law ama wale jamii yake. Then waanze kupanga. Itatarajia kama pengine kuna pesa ama hakuna pesa, ama hospitali ile anafaa kuenda iko karibu ama iko mbali, ndo waanze kupanga. Kisha lazima uangalie pia muda wa hiyo siku. Inaweza kuwa ni usiku wa manane, hakuna gari, ama kuna nyesha, ni ngumu kutoka. So unapata wameshafanya uamuzi, lakini wanakaa kwa nyumba wangoje kukuche ama gari ipatikane ndo waweze kufika kwa hospitali. Lakini ile ningewaelezea, ukifika kwa hospitali karibu tu nawe, hata kama ni zahanati, kila zahanati ya serikali inasapotiwa na ambulance. Ukishafika pale wataweza kupiga simu na ambulance ikuja imchukue kutoka pale. Kisha tuko na ile level 1 ya hospitali, ile Alinda alikuwa ameiguzia akisema community health promoters. Wale wako kwa ground, wanajua kila nyumba ile iko kwa kila village yeye anakava. Community health promoter moja akona kama nyumba 100 zile anaziangalia. Ukiwa umeshikwa usiku wa manane na unahitaji kufika hospitali, jua ni nani community health promoter wako, mpigie simu, mwelezee nimekwama. Wako na njia ya kukufikisha kwa hospitali na utapata huduma. Ndio usichelewe kufika kwa muda ile unafaa kufika. Haya, sijui kama unataka kuchangia, lakini sasa amefika hospitalini. Sasa tunaingia katika hatua ya 3. Ameanzia labda na zahanati. Kuna zahanati pia sio zote ambazo zina ambulensi, na kuna zile iwapo hata labda kuna ambulensi haifanyi kazi, iko pale tu. Inaonekana ndio, lakini haitoki, haina mafuta. Haina mafuta. Ama yenyewe haiko katika hali sawa. Hiyo ni hali halisi jinsi ilivyo. Tunasema ukweli. Sasa ni hatua ya 3. Yule mama amefanya maamuzi, jamii yake ama mpenzi wake ama yule ambaye walie naye amemfikisha katika kituo cha matibabu, iwe ni zahanati ama ni hospitali ya kiwango kile. Lakini sasa anapofika pale tatizo linaanza. Anapofika hospitalini utapata wakati mwingi tuna changamoto mingi kuhusu ni wauguzi wangapi wako kwa hospitali. Tuko na dawa kwenye laboratory ya Dennis, kuna reagents za kupima mama kama ni mgonjwa, daktari pengine ni mmoja yuko theater, na huyu mgonjwa ambaye amefika mbele yake anafaa kuhudumiwa. Lakini lazima tuseme kama nchi tunajaribu, lakini bado hatujafika kile kiwango ambacho tunaweza kuhudumia mama mjamzito vema. Na ndio sababu utapata wamama wengi wanapofika hospitali na hatuko tayari kuwahudumia, hatuko tayari. Pengine maisha yao haitaenda vema. Uchunguzi uliofanywa mwaka uliopita ulikuwa unajaribu kuona hospitali, je, ziko tayari kupeana huduma ya dharura? Na ikapatikana kwamba 37% ya hospitali ya health center ndio wanaweza kupeana hiyo services za dharura. Na unaona kwamba mama anapojifungua na aanze kuvuja, unajua wakati huo unataka usaidizi. Labda kuna yule mtazamaji anauliza, hizi huduma za dharura ni huduma za aina gani? Huduma za dharura ni kama mama amekuja na pengine amejifungua na ameanza kuvuja, inamaanisha kwamba atahitaji damu. Dharura pengine mama amekuja na mtoto hapumui vizuri, yuhitaji haraka kwenda kwenye theater, na unapata pengine daktari pia yuko na mgonjwa mwingine. So hawezi kuhudumia, lazima apange foleni. Hiyo foleni muda unaenda na itakuwa ngumu kuokoa maisha yake. Dharura pia mtoto mdogo amekuja pengine hapumui vizuri, amefika kwenye hospitali, mtoto maybe chini ya mwezi mmoja hapumui, anahitaji mashini ya kupumua, kuna yenye inaitwa CPAP, haiko. So unapata daktari anakuwa na ugumu. Ama mama amejifungua mtoto hajafika 9 months, less than 37 weeks. Watoto kama hao mara mingi mapavu yao haijakomaa, so kupumua inakuwa ni ngumu.
huyo mama pia huyo mtoto anahitaji kukua kwa CPAP, haiko. Anahitaji joto. Penye yuko pengine mama ako hali mbaya, hawezi kukaa karibu na mtoto. Maagizo ni kwamba mama akijifungua awe na mtoto. Kila wakati apatie mtoto joto. But wakati mwingine huyo mama hawezi mpatia joto juu ni mgonjwa. Atahitaji mahali penye kuna joto. Hiyo mashine ya kupeana joto hakuna. Na unapata kwamba huyo mtoto akiwa na baridi, kufa kwake ni kali sana. Na ningependa kuguzia intervention moja ambayo Luala Community Alliance imekuwa ikiongelelea sana. Kuna garment inaitwa non-pneumatic anti-shock garment. Dennis ameeleza kwamba damu ni nadra. Mara mingi damu ni nadra. Utapiga simu, utatafuta, utachukua masaa 2-3 ukitafuta damu. Kwa wale wa mama ambao wamejifungua na wamevuja, na pengine ile intervention ya kwanza haijasaidia, amepewa dawa na bado anavuja, mama anaweza fungwa na pneumatic anti-shock garment. Wakati anafungwa, itafungwa hapa na pia kwa tumbo hapa, kuanzia hapa kwa tumbo mahali penye kwa uzazi na kwa miguu. Itasaidia damu kwenda kwa zile viungo ambazo ni muhimu kwa wakati ambapo mwili iko na shock. So itapeleka damu kwa brain, itapeleka damu kwa heart, itapeleka damu kwa kidney. Zile viungo ambazo kwa wakati wa dharura zinahitaji damu. Na kufungua kuko anafaa akae kwa muda upi? So akiwa naye anaweza kaa nao kwa masaa 72. Inamaanisha kwamba daktari ama muuguzi hata kuwa na uoga, hata akitafuta damu atajua mama yangu yuko safe. Kuna kile ambacho kinamkinga kabisa. Na sasa Luala ilifanya bidii sana kuhakikisha kwamba hiyo garment iko kwenye essential commodities, kwamba mtu yeyote katika hii nchi akitaka kununua hiyo garment anaweza ipata kwa urahisi. So tumefanya bidii pamoja na serikali hata kuhakikisha kwamba iko KEMSA. Wakati huu KEMSA inajitahidi kuhakikisha kwamba inaweza kuwa na NASG kwenye stock yake. Ili mtu mwenye kuturkana akitaka NASG apate. Ukiona mali kama Garissa, barabara ni mbaya. Hospitali ziko long distance. Ziko mbali na makazi ya watu. So kama unatoa mama from level 3 to level 4. Unamfunga. Na umemfunga hiyo NASG. Unapata kwamba umeokoa maisha. Unakimbiza yeye hadi wapi? Hospitali next. Naweza peana example ya Lamu. Lamu ni island. Kulikuwa na mama ambaye alivuja damu. Amefungwa NASG. Ameweka kwenye boti. Anapita ocean ili avuke afike ile sehemu nyingine asaidiwe. Maisha inaokolewa. So ningependa kuelekeza wauguzi, madaktari, CECs wote wajue kwamba hii garment ni muhimu sana. Na kwa hii environment yetu yenye saa zingine damu kupata ni nadra. Kama una mama ambaye anavuja, tafadhali jaribu uweze kuhakikisha kwamba kila kaunti iko na NASG ili iweze kusaidia kuokoa maisha. Na mbali na NASG pia wauguzi wanafunzwa na madaktari vile wanafaa kuhudumia wagonjwa wa dharura. Hii yote inasaidia kupatia healthcare workers skills ili mama akija kama ana convulse, muuguzi anaweza mhudumia. Mama akikuja kama anavuja, muuguzi anaweza kumhudumia. Kwa sababu saa zingine mama amekuja anavuja na muuguzi ajui afanye nini. Ajui apeane dawa ipi. Ajui kama mama ana convulse nitafanya nini. So kwa wakati huu Luala pamoja na wengine wote, shirika tofauti, si Luala pekee, mashirika tofauti, wanatilia maanani sana kuhakikisha kwa healthcare workers wamepata hayo mafunzo, wanaelewa. Mbali na hiyo, kuna madawa. Ndio, tunaongea na serikali za kaunti
sana sana the CCs of health, tunawaelekeza tafadhali hakikisha madawa yako. Asante, shikilia hapo kwa sababu muda naona haunasi, ndio daktari pia apate muda wa kuzungumza pamoja na Dennis. Haya, Alinda amezungumza vizuri kuhusiana na hatari iliyopo katika hatua ya 3, kile ambacho kinachelewesha yule mama kupata usaidizi. Kuna uhaba wa damu na unapata kwamba barabara labda kabla ya kumuondoa kutoka hospitali moja labda ya kiwango cha zahanati hadi katika hospitali nyingine ni safari, sio karibu. Ni kingine kipi ambacho kinatoa hatari na kinachelewesha utoaji wa huduma katika hatua hiyo ya 3? Ukosefu wa dawa. So unapata pengine mama amefika akona ile anafanya kama akona kifafa. Huwa pressure ya mama ikipanda, na wakati mwingine huwezi jua kama mama alikuwa ameanza safari yake ya mimba, ameanza kama ule tunamuita low risk. But kwa muda ameendelea akienda, pressure yake karibu afike mwisho wa mimba, pressure yake inaanza kupanda. Na inapanda, pengine amefika hiyo level 3 na anafaa kukuja level 5 ama 6. Anapata ile convulsion. Kuna dawa maalum ile anafaa kupewa na unapata pengine haiko pale. Mambo kama ICU anahitaji pengine, kwa maana unajua mtu kama anafanya hivyo kuconvulse hawezi kucontrol airway yake. Anahitaji pengine kuingizwa kwa ile ICU. Haiko pale. Umeona? So hizo vitu kama hizo zinachangia. Kitu kingine nimeona ni hii SHA serikali imeleta. Unapata Wakenya wengi hawajisajili kwa SHA. So wakikuja wanapata ile inaitwa financial constraint ya ku-access care. Na unapata kuna care ile ya SHA utapata level 3 na kuna ile utapata level 4. Vile serikali imeitengeneza system yetu, unaanzia system ya chini kisha unapewa referral ukikuja juu. Kama hujajisajili, ukihitaji mahitaji ile ya dharura tutakupea. Lakini sasa itabidi urudi kwa mfuko wake kulipa taslimu pesa ndio uweze kupata. So ile financial constraint pia inaleta barrier na kupata ile matibabu. Asante sana daktari. Tukimalizia na Dennis. Wakati sasa katika hii hatua ya 3, kwa sababu mtatueleza pia katika kuna hatua ya 1, ya 2 na ya 3, ni gani ambayo imesababisha vifo vingi? Hali ikoje kwako Dennis? Kwa sababu umezungumzia na kutueleza changamoto kubwa ambayo mko nayo ni akina mama wanafika hawajui kiwango chao cha damu labda haiko tayari, labda aina ya damu ambayo mama pia anahitaji. Mko Nairobi lakini inahitaji mkimbilia Machakos. Ndivyo. Asante sana. Unaona hiyo delay ya 3 ndio hata sisi mambo ya damu inaathirika sana, because unapata wakati hiyo damu imechelewa, haijapatikana wakati ufao, kwa sababu hii damu ndio inatransfusiwa kwa mama mwenye anahitaji. Lakini pia kuna kitu kingine tunafaa tuzungumzie. Wakati damu inakuwa ndio changamoto, nani anatafuta hii damu? Kuna mhudumu wa afya, wana mahabara, tunawaandika kwa kutosha, because wakati mwingi tukiongea mambo ya maternity tunasema wakunga, tunasema madaktari, tunasema, lakini mtu aongeangi mambo ya wana maabara. Sasa mwana maabara akiwa pale, sio huwa afanyi tu kutengenezea damu wagonjwa wanapewa, kuna vipimo vingine pia huwa anafanya. So wako wangapi pale? Yes, kama ni hospitali yenye inafanya 24 hours, anafaa apumzike. Kuna kiwango yenye imekubaliwa ya wewe kufanya vipimo, because you need to make sure that quality of the service yenye unapeana. So tunahimiza serikali za county ziajiri wana maabara wengi, na ndio posa tena wao tuhakikishe kwa hospitali, because hospitali zetu zimefunguliwa kwa wingi. Tumefunguliwa hospitali mingi na nyingi zao zinapatiana huduma za maternity. Lakini wakati huo tunaangalia wahudumu wauguzi, tunaangalia daktari tuwaongeze, tunaangalia wale anesthetist, but ikifika kwa maabara hatuongelei. Kitu kingine ningependa kusema is nimefurahia sana kwa sababu through Council of Governors sasa tumetambua kuna mtu mmoja alikuwa amewachwa nje na sasa ako muhimu, because wakati tunasema mambo ya damu, unajua kuna kitu tunaitanga MPDSR, maternal and perinatal audit. Wakati tunaenda pale kama wahudumu wa afya na tunaangalia circumstances,
yenye ilifanyika, tunapoteza maisha, because hata sisi hakuna mhudumu wa afya huwa anatoka kwake nyumbani alafu akuje aone amepoteza maisha. We try our best to ensure that tunaweza kuokoa maisha. Lakini sasa kuna yule mmoja mwenye yeye anakaa kwa maabara. Yeye hata hii mkutano ilikuwa ikifanyika inasemwa tu damu haikuwa. Sasa tukasema wacha na yeye tumlete kwenye meza na yeye pia atuambie changamoto zipi huwa anapitia kuhakikisha daktari anapata damu kwa wakati ufaao. Nikikaa hapa kama mratibu wa County Blood Transfusion, nimesema tuko 47 of us. Tuko na county gatuzi 47. So kila county iko nayo. Na tena kila county tena tumehakikisha kuna county satellites. So tunaweza saidiana na serikali kuu kukusanya damu. Na hii damu pia venye nilieleza hapo awali, tunategemea voluntary non-remunerated. Tunabembeleza Wakenya watoe damu. Hiyo kubembeleza, unajua unlike ukisema wenzetu wa hudumu wa afya wengine, they are used to these things. Sisi in other hands hatujazoea hii mazungumzo. Hata sasa nikiwa hapa studio si kawaida yangu. Lakini sasa imenibidi, because sasa ningekuwa chini ya microscope mimi naangalia vile mama damu itakuwa inaingiana na yeye na apewe. So Kenya tunasema ni nzuri that tumechukua hiyo step. Sasa kitu kingine sasa ni tuhakikishe that tuna empower the human resource, part of it equipment, wakati tunasema. Na kuna kitu kingine tumesahau kusema, kuna kitu sahi tunasema heat stable carbetocin. Wakati unasema damu haipo, kuna interventions zingine zenye daktari huwa wanatumia kabla afikie hii damu, kama hiyo dawa hiyo. Na hiyo dawa haihitaji refrigeration. Unajua wakati sasa tuseme for example uko pale Northeastern, fridge ni shida. Unajua damu pia inawekwa kwa fridge. Lakini hii dawa yenye ilikuwa inatumika zamani, hii heat stable carbetocin, hata isipowekwa kwa the right temperatures, bado itasaidia kustop mama mwenye anavuja. So wakati tunasema heat stable carbetocin, tuseme kama ni county government, tunasema hiyo dawa ndio itumike kwa maternity zote, and then tuhakikishe pia damu iko, because saa ile unapanga kuzalisha mama kwenye hospitali, unafaa ujiulize na damu je ikihitajika. Lakini pia tatizo ni kwamba kuna wale ambao wanakimbia, hakuwa anahudhuria hata kliniki, anakimbia dakika ya mwisho. Pia sisi tunalaumiwa kwa kiwango fulani. Lakini tukimalizia tu kwa sekunde, sijui ni 30 tu, ni hatua gani ambayo ndio inasababisha vifo vingi? Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ama ni gani, Alinda, kwa kifupi? Hatua ambayo inasababisha vifo vingi sana ni hatua ya tatu. Tumepata kwamba zaidi ya 80% ya wamama ambao wanaoaga dunia 80% walikuwa ni kwa sababu ya the third delay. Hiyo ya tatu. Kwa hivyo tatizo ni kwenye vituo vya afya. Hapo ndipo penye kuna tatizo. Na kwa sababu saa hizi dunia nzima kuna mwito unaitwa Ewene, sijui kama mmesikia, every woman, every newborn, everywhere. Kuhakikisha kwamba the health system imedhibitishwa inaweza kuhudumia wamama wajawazito na watoto wachanga ili wasipoteze maisha. Haya, asante. Wakati tunapozungumza kuhusiana na vituo vya afya, tunamulika kina Alinda, Daktari Rose. Tatizo haswa liko wapi? Mmefungwa mikono, mmekosa bidhaa, mmekosa rasilimali. Tatizo haswa liko wapi? Mbona mnashindwa kutoa huduma ambazo zinafaa kuokoa maisha ya akina mama? Tusiwe tunafikia idadi ya akina mama 15 kuaga dunia humu nchini kila siku. Tatizo ya kwanza ni kugundua huyu mama ni high risk. Inaitwa ile risk profiling ya huyu mama. For example, utaona mama alikuwa anakuja kwa clinic ama amerifariwa, amepewa refer akuje. Kisha amepimwa pressure, inaonekana iko juu. But anaambiwa enda tu nyumbani ujiangalie alafu hurudi. Unaona sasa huyo mama ameelekezwa njia mbaya. Kwa hivyo kosa hapo ni kwa yule aliyemshauri. Ndio tunajaribu sasa, unaona kile wenzangu amesema Ewene, every woman, every newborn. So tunajaribu kwenda kwa facilities zile ndogo kabisa, ndio tuweze kuwaonesha jinsi unaweza tambua mama yule ako kwa risk kabla tufike ile emergency. Wale damu yao iko chini, anza kuipandisha juu kabla afike wakati wa kujifungua.
kama ni mama anajifunguanga watoto bado hajafika masiku zake ama mimba inatoka. Sasa kugundua ile risk ya huyo mama. Kuna risk ile tu inakuja na umri wa mama. Mama ule ako zaidi ya 40 ama mama yule ni mdogo, teenager. Au pia ni risk tu kwa sababu ya miaka yao. So hao unafaa kuwafuatilia na maanani ukiangalia vile wako. Na pia tusisahau mtu anaweza anza mimba yake akiwa ni low risk kama vile nilikuwa nimesema. Hapo mbeleni kubadilike. So unapata kama mama amebadilika, afya yake imekuwa ya dharura, anafaa kuonekana sasa na daktari, asionekane peke yake na muuguzi, na bado amekwamiliwa kwa ile clinic ile ndogo. Umeona? So by the time wanamtuma it is too late. Imesonga. Sasa unaanza emergency kwanza kusumbuana na kina Dennis, leta damu, fanya hivi. Kwa hivyo mko ile emergency mode. The important thing ni kuprevent. Unaanza mapema. Unafanya ile vile tulikuwa tumeongea preconception clinic. Mnakuja mnapanga hiyo mimba, safari itakaje. Mnafanya kitu inaitwa birth planning. Leba ikikuja inakaa hivi. Na ikikaa hivi, wewe ni mama wa kujifungua kwa hospitali kubwa, wewe ni mama unaweza jifungua kwa zahanati. So tunapanga, hii ni mpangilio ile tunafanya. Kwa kawaida unapata kwa mahospitali hii mpango haifanyiki. Wamama ni wengi, hauna ile muda kukaa mzungumze na yeye, mpange hii mimba yake. Na hapo ndo tumekosea. Haya, asante sana daktari. Kwa kweli bila shaka umetuelimisha na tumefahamu mengi. Nina uhakika wanawake wengi ambao wako kule, wale ambao wanapangia kupata ujauzito, wale tayari ambao wana ujauzito, walio karibu hata kujifungua, ama ambao pia wamejifungua na wana matumaini ya kupata mtoto mwingine, nina uhakika kwamba wamepata maelezo mengi na mazuri kwa njia inayostahili. Asante sana Daktari Rosa, Dennis pamoja na Alinda kwa ushauri wenu na maelezo yenu ambayo mmeyatoa kwa lugha na kwa urahisi. Asante sana mtazamaji, pia ninasema asante sana kwa muda wako, na kwa wote waliofanikisha taarifa za yanayojiri pamoja na mjadala. Ninasema asante sana. Mimi ni Agnes Gakunga. Endelea kutazama KTN, usiende mbali. Taarifa za KTN News Desk ni baada ya muda usio mrefu.